Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu ni yule ambaye anatarajia mshahara baada ya kazi anayoifanya. Lakini Mungu hafanyi kazi na watumishi wa Mungu, bali Mungu anafanya kazi na watoto wa Mungu. Haleluya. Toka kwenye kuitwa mtumishi wa Mungu, bali uitwe mtoto wa Mungu ili utumishi ufuate. Haleluya. Utanielewa. Biblia inasema hivi, asema ya kwamba mtavuna kwa kelele na shangwe za furaha. Agano ni tofauti sana na ahadi. Ahadi inaweza kuvunjika muda wowote ule, lakini agano hazihesabiki. Ahadi, mtu anaweza kukuahidi baada ya mwaka nitakufanyia 1 2 3. Ninafika hiyo mwaka, kwa sababu mwanadamu anabadilika muda wowote ule, anakuambia kwamba sijapata. Hiyo ni ahadi. Huwezi kumlaumu mwanadamu. Ahadi ndio unaweza kuingia kwenye mahusiano fulani na mtu, lakini baada ya mwezi yale mahusiano yanavunjika, umeachana. Bwana Yesu asifiwe. Agano ni mambo ya moyo. Samueli wa pili 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Ndio. Basi Mefibosheti mwana wa Yonathani, ndio, mwana wa Sauli, ndio, akaenda kwa Daudi. Ule pia hapo tunaona kulikuwa agano. Kuna vitu vinne ambavyo nataka nikufunulie upate kuelewa nguvu ilizo ndani ya agano ya Mungu wa mavuno. Pointi ya kwanza ni agano ambayo inayovunja sheria. Agano inavunja sheria. Nguvu yote ya agano huwa inavunja sheria. Biblia inasema ya kwamba Daudi aliweka sheria kwenye nyumba yake, lakini wakati alipoweka hiyo sheria, pointi ya kwanza ya muhimu sana ni vilema vyote visiingie katika mji wake.